Neno la 4 tutajifunza kanisa linaweza aje kuendelea namna gani. Hiyo ndio plani ya maneno yetu, kufanya kazi pamoja na Mungu. Tukiona katika plani yetu ya kwanza maendeleo ni maendeleo ni kupeleka kwa Mungu katika hali katika nia. Ndio maendeleo ni kwanza ni mtu, kisha ni uchumi. Wakati tunaingia katika uchumi, tunasema uchumi, tunasema pesa. Tusizania kwamba tukipata pesa tunaendelea tu, sivyo. Zingazi zinakosa kitu kingine. Kuendelea ni kwanza wewe mtu uwepo, kisha wewe mtu sasa uchumi unafuata. Haya mambo mawili hayatengani, haya mambo mawili hayaachani. Mtu na uchumi ni vitu ambavyo vinaambatanishwa pamoja kwa ajili ya kuendelea. Katika Ujerumani kulikuwa mtaalamu mmoja ambaye aliitwa Wezeska. Huyu Wezeska alisema ya kwamba mtu kamili ni yule anayeendelea, ndio mtu kamili. Mtu mwenye kuenea ni yule anayeendelea. Yeye alibagua mtu asiyeendelea, akasema ya kwamba yule mtu asiyeendelea hana tofauti na mnyama. Ndio maana yeye alisema ya kwamba mtu asiyeendelea ni mnyama. Ule mtaalamu aliona ya kwamba katika watu kuna wale ambao wasioendelea. Wale wenye kuendelea ndio watu kamili, na wasioendelea wale ni kama wanyama. Kwa sababu mnyama hageukati. Vile ambavyo alijenga nyumba yake tangu wakati alipokuwa katika dunia, na hata kwa leo ni vile vile tu anajenga nyumba yake. Unaweza na mfano wa ndege, jicha lake halibadiliki, ni vile vile tu. Ni pale alilinganisha ya kwamba mtu asiyeendelea alilinganisha na mnyama. Katika kufanya kazi pamoja na Mungu, pale ambapo tumesoma katika kitabu cha Warumi, kitabu cha Paulo kwa Warumi 8:28, hapo tutatafsiri huko
huko nyuma, lakini hapa tuna pia katika Mathayo, Injili kama alivyoandika Mathayo 5:5. Mmoja asome pale. Injili kama alivyoandika Mathayo 5:5. Tunasoma Mathayo 5:5. Inasema, heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Amen. Hapa Yesu Kristo yeye mwenyewe aliona mambo kama haya. Tukisema mpole ni mnyenyekevu, mpole ni mnyenyekevu. Wanyenyekevu wanajitiisha kwa Mungu. Pia wanajitiisha kwa watu, wanajileta kwa Mungu, wanajileta kwa watu. Kwa watu gani? Kwa watu wa Mungu. Wanajileta kwa Mungu, tena wanajileta kwa watu wa Mungu. Wanasema hapa tofauti ya wale ambao wanajitiisha kwa Mungu na wale ambao wanajitiisha kwa watu wa Mungu. Kuna tofauti. Tofauti ni kama mtu asiyejitiisha kwa Mungu, asiyejitiisha kwa mtu mwingine, huyo anatumika mambo yake ya kibinafsi. Mtu ambaye anatumika mambo yake ya kibinafsi, huyo mtu hajatumika na Mungu na hajatumika na watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na katika watu wa nchi, ama tuseme watu wa ulimwengu, wanaweza kuendelea kefu, hasa sisi watu wa Mungu. Ni nini kinaweza tuma sisi tusiendelee? Na neno la Mungu lipo ndani yetu. Sisi tunapaswa kuendelea zaidi kushindia watu wengine ambao hawamjui Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Tulikuwa tukijibu maendeleo ni nini? Pia tukasema ya kwamba nani mwenye kuendelea, ama nani mwenye anapaswa kuendelea? Mwenye anapaswa kuendelea ni kila mtu awaye yote, kila mtu awaye yote mwenye kupendelea kubadilika, ama anapendelea kubadilisha hali yake ya pale au maisha yake ya zamani, anapenda kuibadilisha. Yule ndiye mwenye anapaswa kuendelea. Maana maendeleo ni ya mahali na ni ya kila mtu kwa nafasi alipo. Maendeleo yanafanyika mahali ambapo watu wanaishi, na nafasi ambapo mtu anakaa ni pale ambapo mtu ambaye anapaswa kuendelea. Kwa hiyo wanasema ya kwamba, Wafaransa wanasema ya kwamba ni development endogene, mabadiliko, maendeleo ya mtu mahali alipo na pale ambapo anapokaa. Mtu huyu anaweza kuwa Mkristo mwenye kuendelea, anaweza kuwa Mkristo. Huyu mtu anaweza kuwa mtu wa dunia ama mtu wa ulimwengu, anaweza kuendelea. Huyu mtu anaweza kuwa mwanaume ama anaweza kuwa mwanamke. Yule ambaye anapaswa kuendelea anaweza kuwa mzungu au anaweza kuwa Mwafrika. Bwana asifiwe. Sisi tuna mzigo ambao tutapewa hivi karibuni, kujiongoza wenyewe, kujitosheleza wenyewe, yaani kujibeba sisi wenyewe bila
kutegemea awaye yote. Kwa hiyo sisi kama watu wa kanisa, mzigo huu, kwa hiyo la tatu wanauliza ya kwamba maendeleo inaanza wapi na wakati gani? Maendeleo inaanza wapi na wakati gani? Hapa tutasema ya kwamba maendeleo inaanza kwa nafasi pale anapokaa yule anapenda kubadilisha nia yake. Naweza sifiwe? Naweza sifiwe? Maendeleo inaanza kwa nafasi pale anapokaa Naweza sifiwe? Nasema ya kwamba maendeleo inaanza kwa nafasi pale anapokaa yule anapenda kubadilika ama kubadilisha nia yake, anapenda kubadilika kiroho na kimwili. Ni pale ambapo maendeleo inaanza. Kama wewe unataka kubadilika kiroho na kimwili, ni pale maendeleo inaanza pale. Watu ambao wanabadilika kiroho ni wale ambao wanaacha mambo yote ya dunia, wanafuata mambo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Waweza asifiwe? Wanaacha mambo yote ambayo yanaenda kupingana na mambo ya Bwana wetu Yesu Kristo, wanaenda katika mambo ya Yesu Kristo. Hao ndio watu ambao wanaanza kubadilika, na ni hapo ambapo maendeleo inaanza. Na kimwili, tukiwa katika kanisa, tuone tunaikalia viti, tunaikalia nini, wengine wanavaa kama shati, wengine wanavaa sijue, mtu alikuwa anasema abako usikule, wanavalisha nini mwili. Hivyo katika kuvaa unaweza kuendelea kwa kuvaa kimwili. Hapa katika kuendelea kuvaa kimwili unaweza kuona watu ambao wanatubeba kwa njia ya kazi kazi zote ambazo tutamulika zionekane kwamba maendeleo inapaswa kuwa pale ambapo wale ambao wanapenda kubadilisha hali zao, kama sisi tunapenda kubadilisha hali zetu. Sisi watu wa parokia ya Umoja tukipenda kubadilisha hali zetu, na tubadilishe pale ambapo tunakaa kuwe pazuri. Hapo unasema ya kwamba sisi tunaanza maendeleo, na wakati ule ambao tunaenda kutumika yale maendeleo, sisi tunajibia neno hili kusema ya kwamba maendeleo inaanza wapi ama wakati gani. Pia tukauliza ulizo lingine kusema ya kwamba kanisa linawezaje kuendelea